Nimevumilia niliyopitia, bila baba nisingeweza. Amenisaidia baba, amenisaidia baba. Nilikotoka jamani, ni Mungu amefanya tu. Sawa, asante. Basi tunarudia kwako ndugu Moma Fataki Hussein. Ndio nilikwambia huyu jamaa wangu hapa kumkonanga wa droite aache histoire. Sawa? Hii mambo ya histoire haenda yubirie mkanisa. Na huyu bwana naye alete maandiko. Na mkamate bauditeri kama vile kanisa, kama vile msikiti ndio vizuri zaidi. Aenda yubirie bila mkanisa. Acha ma histoire. Mambo ni kusema ya kwa mada bado sijaona andiko ambako Mungu anasema ya kwamba huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ingali watu ndiye wangali wanamsemea Yesu, lakini Yesu mwenyewe bado hajajisemea. Sawa? Yesu mwenyewe Mungu kwanza alimtuma. Mika ametabiri akisema ya kwamba Bethlehemu kutazaliwa mtoto. Yule mtoto atakayezaliwa atakuwa mwokozi kwa Israeli. Bado ile andiko hajaipinga. Bwana alikubali. Very good. Wapi Yesu Mungu tumweleza Mungu anasema nini? Mungu mwenyewe atuambie sasa habari ya Bwana Yesu. Huyu Yesu alimtuma ili akuwe mwokozi wa dunia mzima, au alimtuma akuwe mwokozi kwa wana wa Israeli? Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wake wa 31. Ushapata au nisome? Soma kama uko tayari. Inasema hivi? Ndio. Mtu huyu Yesu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume ili awe mkuu na mwokozi, awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Unamsikia Mungu? Mungu amesema ya kwamba alimtukuza Bwana Yesu. Kwa kumtukuza ni ili akamuinua au akamfanya mwokozi ili apatie wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Yaani pale Yesu ni mwokozi wa nani? Wa Israeli. Okay. Unaona? Kwa hiyo Mungu amesema kwamba nilimuinua, nikampatia akuwe mwokozi kwa wana wa Israeli peke yake. Na yeye kama huyu pastor anajipiga kifua, anipe andiko ambako Mungu anasema na mtuma huyu Yesu akuwe mwokozi wa dunia mzima. Akaipata na vula kanzu. Na hapa naye kuna ndugu JPK ambaye anakuuliza na wewe hiyo uliza. Amesema umupe andiko ambayo imesema Muhammad naye ni mwokozi wa dini gani? Siafika, sisi sina haraka. Maandiko ipo. Sisi sina haraka ndugu yangu. Asante. Kwa hiyo cha kumalizia ni kuonesha kwamba Yesu ni mwokozi kwa wana wa Israeli peke yake. Sasa nani sasa mwokozi wa dunia mzima? Qur'ani. Na Israeli pale inakamatiwa kama vile inchi ama kama vile nini? Mji. Ni kama mji. Yaani kuna mwokozi wa Kongo. Kuna mwokozi sasa wa dunia mzima. Sawa. Ambayo Kongo iko ndani na ambayo sasa ndugu yetu mmoja anatuita hapa ni nani? Asante. Allo. Oui, allo. Na tamani kuleta intervention yangu pia cheule. Ndio, kwanza unajitambulisha ni nani na umetuita kutoka wapi? Naitwa Frere Papi kutokea Kankomba. Kutokea Kankomba. Frere Papi, umesema namna gani? Swali yangu ya kwanza napenda kusema hivi. Ndio. Mwenye alianzisha ile dini yako ile manguo yako na vala mankanji ni Musa. Ule Muislamu anamwamini Musa? Ndio. Kama anamwamini Musa, ndio nabii wao wa kwanza. Musa alisema nini? Basi Musa aliitwa nabii. Musa alitabiri pia Yesu kombe sauver wa dunia nzima. Namuuliza anaamini Musa ndio au hapana? Je, unaamini Musa? Namwamini Musa. Anamwamini Musa. Endelea. Amesema amemwamini Musa ndugu. Ameondoka. Narudi. Ndio. Kwa hiyo nimekusha kuonesha wazi ya kwamba Yesu ni mwokozi kwa wana wa Israeli peke yake. Pastor hana andiko yoyote ambayo atakotolea watu ya kuonesha kwamba Yesu ni mwokozi wa dunia. Ile andiko haiko na haitakuwaka. Sasa ikiwa Yesu ni mwokozi wa ulimwengu wana wa Israeli, ni nani mwokozi wa dunia mzima? Nafungua kitabu cha Qur'ani sura yake ya 7 mstari wake wa 158. Tunasoma Qur'ani 7:58. Tumekukula dakika yako 1.5 kwa sababu ya auditeur na tunakurudishia hayo. Nashukuru sana. Kwa 26 unaacha. Inasema hivi? Ndio. Dis ô homme, je suis pour vous tous les messagers d'Allah.
à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Unasikia bwana mtangazaji? Il n'est pas le sauveur, il est le messager. Unasikia mtangazaji? Takufuata. Unasikia? Andiko inasema ya kwamba ni Mungu anasema ya kwamba na kutuma wewe mtume Muhammadi kwa dunia mzima. Awe mjumbe. Qur'ani imesema iko wazi. Sawa? Message hapana sauveur. Qur'ani iko wazi. Imesema ya kwamba na kutuma kwa dunia mzima. Je, ulisikia swali vizuri? Hapana kuniingilia maneno yangu bwana. Usiniingilie. Tunaingia kujadiliana. Usiniingilie. Usiniingilie. Naona dawa inaingia. Dawa inaingia. Unaona mgonjwa akishakuwa mgonjwa, dawa ikiingia tu anaanza kupona pona, anaanza kurukaruka. Dawa inaingia. Okay. Andiko Qur'ani iko wazi. Mungu anasema kwamba ewe Muhammadi na kutuma kwa dunia mzima. Mungu iko wazi. Na yeye sasa anipatie andiko ambako Mungu anasema wewe Yesu na kutuma kwa dunia mzima. Lakini Mungu Matendo hapa amesema ya kwamba na kutuma kwa kabila 12 ya wana wa Israeli peke yake. Anipe andiko. Asante. Tutarudilia, acha nisome ujumbe mbalimbali wa ndugu hapa, na hapa tunaanza sasa kujadiliana. Ujumbe wa kwanza umesema kwamba anipe andiko ya kusema Muhammadi ni mwokozi wa Waislamu. Ni Louis Tabakongo amerudia tena. Na hapa bonsoir baba journaliste, nami nauliza ni nani mwokozi wa ulimwengu? Njoo ambapo tuko nazungumza hapa na tutayua pamoja na wewe. Huyu amesema kwamba bonsoir ni Emery, niko hapa kwa Mamba, musingie mububishi. Yesu ni mwana wa Mungu. Muhammadi alikuwa profete sawa Simon Kimbangu, na wa Kimbangu sawa profete Kajiba wa Kitawala. Yesu ni mwokozi wa wote. Na mwingine amekuja hapa amesema kwamba jambo mtangazaji, hiyo kipindi tunakipenda sana, tuko na mifata vizuri, tunaomba mubaongezee muda. Ni kaka Pierre hapa Dave, muda tunawaheshimu kwa sababu kuna vipindi vingine vitapita. Jambo papa journaliste, ule Muislamu atubu kwa sababu eko naleta ubishi wa bure, ni mwana mpotevu. Na ujumbe wa mwisho ambao kabla tuwapatie nafasi mseme, asema ile andiko ya Yohana sura 3 na mstari 16, naitwa David, mtaisoma, ambao amesema ya kwamba Yesu amekuja kwa sababu ya alikuja kwa sababu ya kugomboa Israeli peke yake. Ni uongo mtupu. Leo mimi najikuta sijui mimi mkongomani nifanye namna gani, sababu ikiwa kama Yesu alikuja kugomboa Israeli peke yake, yani Muhammad naye watatuambia alikuja kugomboa wanani, na sisi wengine tunabakia wanani wakalanda. Wa Samaria walikuwa sio wa Israeli. Hii kitabu cha Luka sura ya 2. Sio bwana, anaika ngapi? Tunaanza kujadiliana. Subiri. Tuko mdeba. Kuna mwongozo wa deba. Ndani ya Luc chapitre 2 kuanzia verset 10. Hapa ni malaika iko nazungumza aliyetumwa kutoka mbinguni. Sio Shehemoma, sio Mwarabu yeyote. Huyu ni malaika iko naongea hapa. Anasema ya kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi. Hapana Mwokozi wa Wayahudi kama vile anavyosema yeye. Andiko hapa malaika aseme alizaliwa Mwokozi wa Wayahudi tu. Andiko inaonesha kwamba ni malaika njoo alitoka mbinguni, anatumwa na mbingu. Alipofika akasema, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Musiogope kwa sababu na watangazia habari njema, qui sera pour vous, qui sera pour tous les peuples, le sujet d'une grande joie, ambayo itakuwa juu ya taifa lote. Somo ama nini ya furaha, sujet ya furaha. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Hawaseme kwamba ni mwokozi wa Israeli tu. Ndiyo maana unakutana wale wa Samaria walipokutana naye waliamini na wakasema ya kwamba kweli huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Muekritiri ambao minapana mu 1 Jean chapitre 4 verset 14. Écriture iko wazi inasema ya kwamba nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme le sauveur du monde. Mwokozi wa ulimwengu. Sasa kwa nini Mungu aliruhusu hao waandikwe ndani ya maandiko matakatifu? Shemoma hana hekima na ufunuo kuliko hawa watu wote na kuliko malaika ambao alitoka mbinguni. Umekubaliana na hiyo mtumishi Dieudonné? Ndio, ile ni hakika. Na lakini hata tubakie humu siku 3 siku 10 kama yeye hana revelation hata elewa mambo. Ningelipenda yeye mwenyewe ataipata jele. Ningelipenda yeye Mungu ampatie nayo. Ningelipenda yeye mwenyewe asome katika Yohana
Yohana sura ya 3 na anzia mstari wa 16 na mstari wa 17. Ndugu, unaweza kusoma mwenyewe Kiswahili mwenyewe. Acha asome peke yake. Kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotei bali awe na uzima wa milele. 17. Ndio hivyo twende. 17. Shuka hata wewe mwenyewe kwa Shuka twende haraka. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça. Mungu alituma mwanae duniani, hapana dunia ihukumiwe naye, lakini ili dunia mzima iokolewe naye pamoja na Waislamu wote sasa na moma ndani. Na moma yuko ndani, si yuko mdunia. Sawa, reaction. Asa anarudia, asome vizuri. Asome angelisoma vema kusudi. Mimi nakwambia, na kabla ya kumaliza hii mjadala hapa, tunapenda tupe andiko ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad ndio mwokozi wao. Hatujafikia na njoo ulizo ambao wasikilizaji wetu wako wanasubiri. Andiko ya Qur'ani imeshaitoa. Hapana, ile nilipinga moja kwa moja. Andiko ya Qur'ani imeshaitoa. Haisema hivyo. Na maandiko yako mengi natazidi kuitoa. Tuendelee, tumwachie na muda ajibu. Nilikwambia kwamba hawa jamaa leo wao wenyewe watapingana. Bado haijapatikana andiko ya kuonesha kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu mzima. Sawa, acha maneno ndugu yangu. Hiyo ni histoire. Yesu yeye mwenyewe iko anasema wazi. Anasema nini? Mathayo 15:21 et 15:21 Matthieu 15:21 nasema hivi. Ungejibu kwanza hapa. Sema jibu kwanza. 15:21 nasema hivi. Atarudia, weke ulizo yenu atarudia. Weka ulizo. Naiweka hapa. Weka ulizo. Utarudi hapo. Weka ulizo. 21 nasema hivi. Naruka 23. Yesu akageuka akasema, sikutumwa. Yesu, maandiko yangu yako wazi bwana mtangazaji. Maandiko ambao wanaitoa wako wanamstamila Yesu. Pastor, imeandikwa hivyo. Soma 15:24. Ngoje nifungue. Fungua. Wewe endelea akipata hata. Wewe endelea tu. Inasema hivi. Ndio. Sikutumwa. Nani iko naongea? Yesu akasema hivi, sikutumwa isipokuwa kwa kondoo yaliyopotea ya nyumba ya Israeli. Yesu anamaliza mada ndugu yangu. Yesu amemwambia mimi nimetumwa special kwa wana wa Israeli peke yangu. Kwa lengo ya Mwenyezi Mungu kumtuma Yesu. Acha nikujibu moja kwa moja. Subiri, utanijibu mama ambao hujui. Yesu kwa hiyo lengo ya Mwenyezi Mungu kumtuma Bwana Yesu ni kumtuma kwa wana wa Israeli peke yake. Anipe andiko ambako Yesu mwenyewe amesema, ajisemee wazi, mimi nimetumwa kwa dunia mzima. Lakini Yesu mwenyewe hapa amesema wazi, amesema ya kwamba mimi nimetumwa kwa kabila 12 ya Israeli. Hata wewe utamsemea kati ya Yesu na wewe tumfuate nani? Aya, nakujibu. Unajibu. Nakujibu moja kwa moja. Jibu mara moja, wasikilizaji ni wengi wameshatuma ujumbe nyingi sana hapa. Yesu Kristo en tant que prophète alitumwa kwa wana wa Israeli kulingana na demande ya Musa. Ile ni histoire. Suivez d'abord. Sikiliza jibu. Sijui hapa. Wewe ulisema unaamini Musa. Jibu. Nabii Musa, tunazungumza Deuteronome. Niko tusikia mara kwa mara kunarudia sasa, ile ni histoire. Kuko histoire na nini? Na maana historia ni habari ambazo haziko kwenye maandiko. Sasa hii inasema hivyo wapi? Unaona? Anabuni maneno ambayo hayako kwenye maandiko. Hii niko nasema lazima alete maneno ya maandiko. Sikiliza basi. Sikiliza. Ndani ya Deuteronome 18 Musa aliambiwa na wana wa Israeli, sisi hatuendi tena kumlima kwenda kusikiliza Mungu moja kwa moja, lakini wewe utakapoenda kule kumlima umsikilize Mungu na uje utuletee habari, sisi tutaamini. Mungu akasema uende waambie wale wana wa Israeli, nitasisimua kati yao mtu mmoja miongoni mwao ambao nitamtuma, ndiye atakuwa nabii wao. Yesu Kristo kwa Wayahudi ni mnabii, lakini kwa ulimwengu ni mwokozi. Ndio kitu ambacho nataka nikufundishe leo. En tant qu'envoyé, il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en tant que sauveur, malaika anasema ya kwamba ni mwokozi wa ulimwengu. Kwa mataifa sisi haiko nabii wetu, kwa sababu hakutumwa kwetu. Hatukuwa tunamchunga si nabii yeyote. Hatukuwa na ahadi yeyote. Hiyo ahadi ilipewa kwa wana wa Israeli, na Musa akawaambia atasisimua mtu mmoja kati yenu.
Ndio maana wakati alikuja akasema mimi nilitumwa kwa Waisraeli kama vile nabii. Kama mwokozi wa ulimwengu haiko mwokozi wa Wayahudi tu, ni mwokozi wa ulimwengu. Najibu. Jibu. Jamani muongo. Kama kuna waongo katika hii dunia, jamaa yuko miongoni mwao. Amelongofya nini? Sawa. Kuna Yesu Mwenyezi Mungu amemtuma ili awe mwokozi kwa wana wa Israeli. Kivipi? Matendo 5:31. 5:31 Actes des Apôtres. Sasa uongo huko wapi? Inasema hivi. 31. Wewe ungesema uongo ambao nimesema huku ndani. Fata andiko. Tunabakia uende usome. Tunabaki na dakika 10 tumalize kipindi. Matendo nasema hivi. Na tutakurudilia tena siku ya posho sababu hatutamaliza. Matendo 5:31 nasema hivi. Ndio. Inasema hivi. Mtu huyu Yesu, fata andiko. Ndio. Mtu huyu Yesu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume ili awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Mungu anamaliza. Kwa Mungu alimtuma Yesu ili apatie Waisraeli, akuwe mwokozi kwa Waisraeli, awapatie toba na msamaha wa dhambi. Anipe andiko ambako Mungu anasema ya kwamba mimi namnyanyula Bwana Yesu akuwe mwokozi wa dunia mzima. Lakini kwenye maandiko matakatifu Mungu amesema ya kwamba nilimleta Yesu, nikamuinua Yesu ili akuwe mwokozi, awapatie wana wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Asante. Asante. Sasa tunaanza ndugu Moma. Tumeanza kuendea katika mwisho wa kipindi. Lakini mpaka sasa wasikilizaji wanazidi kuuliza, wanasema hivi, huyo ndugu atupatie andiko ambayo kusema sasa anaonesha kama Yesu sio mwokozi wa ulimwengu. Atupatie sasa andiko ya kusema ni wapi wamesema Muhammad ndiye atakayeokoa ulimwengu. Na aende taratibu. Tunataka tusikie ile jibu. Sisi wote ni jibu la wasikilizaji na sisi hapa, kwa sababu toka alianza hajaleta andiko ya kuonesha kwamba Mtume Muhammad ni mwokozi hata wa kijiji kimoja. Baba journaliste, nami nauliza ni andiko yake kwa Waislamu, lakini sisi wa Kristo tunajua Yesu Kristo peke yake ndiye mwokozi. Ni mimi Prosper Apatrico, ule shehe hana andiko ambayo inasema kama Muhammad ni mwokozi wa ulimwengu. Tena ajue kwa njia gani Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Ndugu Mandela Bitulu amesema ya kwamba soma Waebrania sura 2 na mstari wake wa 9 inasema wazi Yesu alikuja kwa kila mwanadamu na maome eko ndani. Ni nani mwokozi wa ulimwengu mzima? Ni nani mwokozi wa ulimwengu? Fungula kitabu cha Mathayo. Basi tunataka kuenda sasa. Kitabu cha Mathayo. Sura ya 23. Sura ya 23 mstari wake wa 37. 23 na nasoma huku. Inasema hivi. Inasema niko pale, unasema ni Yerusalemu. Yesu anaanza. Yerusalemu, uwauao manabii na kuwapigwa kwa mawe wale waliotuma kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wangu, kama vile kuku akusanya vifaranga vyake chini ya mabawa, lakini hamkutaka. Angalieni nyinyi Israeli, nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa. Hamtaniona tena tangu sasa mpaka mtakaposema amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Yesu anatabiri. Ni nani atakayeokoa ulimwengu? Aende direct, atatupotezea dakika nyingi kwa sababu anazunguka sana. Swali hapa tu kwenye debate. Utachukua maandiko mengi na utapoteza muda. Ni mimi naongoza. Acha papara. Acha papara. Ni mimi naongoza. Kwa mazungumzo yake siingili. Yesu ametabiri. Nilianza mwanzo nikasema ya kwamba Mika alitabiri kuja kwa Yesu. Ya kwamba huyu Yesu atakapokuja atakuja kuokoa kabila ya wana wa Israeli. Wakati Yesu naye misio yake inaisha, ndio naye anatabiri watakuja nyuma yake. Ni nani? Anasema hivi, we Israeli, mie kwangu naisha, nyumba yenu imebakia bure. Hamtaniona tena hapa kwa Israeli mpaka mtakaposema amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Ni nani ambaye aliyekuja kwa jina la Bwana ili kuja kuiokoa dunia? Leta Qur'ani. Nipe Qur'ani baba. Leta Qur'ani. Ndio. Tuangalie. Malizia. Ni mimi Jean Marie hapa Lukwangulo, tunamifata 5 kwa 5. Asante.
Ni nani sasa mwenye amekuja kwa jina la Bwana? Sababu Yesu ametabiri kwamba yule ambaye atakayekuja katika kuiokoa dunia atakuja kwa jina la Bwana. Ni nani? Qur'ani sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza. Ndio. Inasema hivi: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qur'ani imesema hivi. Ndio. Mwanzo wa Qur'ani imesema ya kwamba au nom d'Allah. Na mwenye alianza ile habari ya kwa jina la Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad. Na Yesu alisema ya kwamba subiri. Hauisomi pale. Soma. Hauisomi hapa. Soma. Onesha jina la Mtume Muhammad. Soma. Onesha Mtume Muhammad. Soma. Andiko imesema hivi. Tunataka usome Mtume Muhammad pale. Yesu alitabiri akasema ya kwamba atakayekuja nyuma yangu mie atakuja kwa jina la Bwana. Yaani mwenye atakuja tu nyuma ya Yesu. Yesu atakuja kwa jina la Bwana. Kama vile Simon Kimbangu. Kama vile William Branham. Na Qur'ani imesema ya kwamba Qur'ani mwanzo wa Qur'ani imeanza ono d'Allah. Sasa yule ambaye aliyekuja kwa jina la Bwana ni nani? Qur'ani 7:57. Qur'ani 7:57. Na alikuja kama nani? Acha papara. Tutawasikia sana leo. 082. Huyu atachukua muda mwingi na hata leta jibu. Swali liko moja. Hakuna tena muda, tunataka aliulizwa hapa kubali leo kwamba hana andiko ndani ya Qur'ani ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad ni mwokozi hata wa kijiji. Akubali. Watatuambia hapa, nasema hivi. Asante. Baada ya hapa ya yeye kujibu hapo, kila mmoja atapewa dakika 2 kwa sababu ya conclusion. Asante. Tuna conclure partiellement kwa siku za leo. Aya. Na tutauliza wa auditeur wetu watuambie, je, wanapenda kipindi hiki kiendelee? Ndio. Wakitaka tuendelee tutakirudilia samedi. Asante. Na hii debat tuna changer tu kidogo, tunaongeza tena dozi. Na mashehe wengine waje wamsaidie ndugu hapa sija kazimia. Washehe 4 na washehe 4 na baada ya pale tutaorganize hii mjadala ndani ya salle hapa Kalemi na tutainvite Bakristo na Waislamu waingie ndani tuone debat. Na malizia andiko yangu. Malizia andiko. Yesu ametabiri. Amesema wazi ya kwamba mimi Israeli hamtaniona tena, lakini atakayekuja nyuma yangu mimi atakuja kwa jina la Bwana. Na tunaangalia wakati Mtume Muhammad alipokuja katika hii dunia amekuja kwa jina la nani? La Bwana. Asa alikuja kwa jina la Bwana na kuokoa watu gani? Qur'ani 7:57 mpaka 7:58 inasema hivi. Inasema nini? Ceux qui suivent le prophète d'Allah, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne la Torah et l'évangile. Acha papa ndugu yangu. Na evangile. Okay. Make kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa tuendelee. Si ni vitabu vya Mwenyezi Mungu? Inasema hivi. Korani sio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mungu akasema hivi. Haya tuendelee. Ukitaka nakupa andiko. Sababu tuendelee. Sio tema ya leo. Mada mengine. Sio tema leo. Ukilomba ya andiko nakupa. Unapoteza muda. Sasa asiniingilie. Unapoteza muda sababu unaweza kumaliza hiyo dakika 6 nilisema tunakata. Sasa asiniingilie. Mwambie atulie sababu hana maandiko. Basi Pastor David nafunga mlango wa kwako. Ukosefu wa maandiko ule ndio unaanza kuleta papara. Sasa nani anakosa jamani? Inasema hivi. Ndio. Ceux qui suivent les prophètes d'Allah, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans les Torah et l'évangile. Wale ambao wanaomfuata mtume wamekuta jina yake imeandikiwa katika Taurati na imeandikiwa katika Injili. Dis aux hommes, à vous tous, je suis le prophète d'Allah qui appartient la royauté de cieux et de la terre. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nini nyote. Sio mwokozi. Huyu bwana sio mwokozi, lazima aelewe ya kwamba mtume sio mwokozi. Nabii Muhammad haiko kwenye mada. Swali ni mwokozi wa ulimwengu, sio mtume wa ulimwengu. Pastor. Kwa hiyo huyu jamaa wetu ulizo direct. Fatana na maandiko yote ambayo unasoma kwa saa hizi. Ni nani mwokozi wa ulimwengu? Nabii Muhammad. Qur'ani iko wazi. Na Yesu amesema kwamba mimi nimeenda, lakini mtakuja nyuma yangu mimi atakuja kwa jina la Bwana. Na aliyekuja kwa jina la Bwana ni Mtume Muhammad. Na Mungu ameshuhudia wazi ya kwamba amemtuma kwa ulimwengu mzima. Conclusion yangu, kitu ambacho naweza kuambia wasikilizaji wote Waislamu na Wakristo ni kwamba Ushe Moma sio ni Muislamu na sio ni Christian.
kulingana na Qur'ani na kulingana na Biblia. Kwanza nisome moja kwa moja hii surate ambayo ni surate 3 verset 55, ndio nda conclure nayo na écriture moja mu Biblia ili aelewe kwanza Yesu Kristo ni nani ndani ya Qur'ani. Na Waislamu nao wote waelewe Yesu Kristo ni nani ndani ya Qur'ani. Okay. Na wale watakao muamini ni wanani. Qur'ani inasema hivi: rappelle-toi quand Allah dit, Allah njo Mungu kwa niaba yao, oh Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Nataka nimalize maisha yako ya hapa duniani ni kuinue uje kwangu, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croyaient pas, comme Sheikh Moma aseme Allah atachukua wale wote ambao walimwamini Yesu Kristo awatie juu ya wale wote ambao walikataa kumwamini Yesu Kristo. Hii incredulité konaonesha hapa, ndio maana mimi nasema kwamba haiko ni musulman, haiko ni chrétien, iko tu barbare. Leo tulikuwa tunazungumzia ni nani atakayeokoa ulimwengu kati ya Yesu Kristo na Nabii Muhammad, na tulikuwa tunapokea walikwa wetu katika studio hapa, Pastor David Muigirwa akisimamia makanisa ya Eglise Primitive Original akisindikizwa pamoja na mhubiri Jedone, walikuwa pamoja na Sheikh Moma Fataki Hussein akiwa Muislamu, na leo ndio tulikuwa tunazungumza nao hapa. Mnaelewa ya kwamba paka saa hizi hatujakamata vizuri, sababu Waislamu wanakazia kusema mwokozi wa ulimwengu ni Nabii Muhammad, na Wakristo wanasema mwokozi wa ulimwengu ni Yesu Kristo. Wamepingana hapa katika maandiko za Qur'ani na maandiko za Biblia. Je, na wewe unaamini nani huko kwenye huko ni nani mwokozi wa ulimwengu? Na tutarudilia mada hii ili tukiongeza tena mada kidogo, kwa sababu kidogo dakika 25 ama dakika 3 tutazungumzia hii deba ya kuconclude kabisa. Hiyo siku tujue Muislamu ataamini ama Mkristo ataenda kusilimu. Na baada ya pale wamenichokoza. Wamesema kwamba Yesu hakufaka wala hakutiwaka kwenye msalaba. Hiyo ni mada ambayo inaleta Waislamu ambao umesikia hapa. Na Wakristo niliona wanamwangalia Waislamu wanashangaa. Tutaendelea kujua, watatuambia je, huyu Yesu ni nani kwanza? Ni nani? Alikufa? Aliwekwa kwa msalabani? Sababu sote tunaamini leo kwa jina la Yesu, tunaomba kwa jina la Yesu. Na Waislamu wamemjua Yesu sababu walemtaya hapa na anamsoma nafasi yote. Wanamjua ndani ya Qur'ani, wamemjua ndani ya Biblia. Mambo hii inatuchanganya. Na kama inatuchanganya, basi wewe utakuwa msikilizaji wetu, uendelee kufuata hiki kipindi na utakifata katika marudilio, na wakati kitakapokuja tena siku ya posho na saa hii ambayo tulianza nayo, itakuwa na area 19h15 samedi, tutaenda kuzungumzia hiyo mambo mengine. Namba zetu ni hizo, na wewe kama unapenda kushiriki katika kipindi hiki, basi utakuwa unapiga simu yako kwenye namba ambayo tulikupatia 082 21 13 637. Unaweza kujiannoncer na watakuelekeza vipi unaweza kufikia mahali hapa. Mengi nimevumilia, niliyopitia bila baba nisingeweza. Amenisaidia baba, amenisaidia baba. Nilikotoka jamani, ni Mungu amefanya tu.